story, anaweza akafanya wajibu wake kila kitu akamaliza. Makamu mwenyekiti wa bodi au mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu anaweza akafanya majukumu yote yake akafanyaje? Akamaliza. Meneja Pantev anaweza akakaa na vijana katika uwanja wa mazoezi akafanya kile ambacho kinastahili kufanywa akafanyaje? Akamaliza. Lakini watu wote wakafanya mambo yao, mtu ambaye anatakiwa kwenda kutekeleza jukumu Simba kupata pointi 3 ni wao wachezaji. Leo kina Kisugu tunaweza tukaongea mpaka machozi ya damu akatutoka. Tunaweza tukahamasisha kwa Tanzania na Afrika nzima akatusikia. Lakini mwisho wa siku watu ambao wanaweza kutupa furaha mashabiki wa Simba ni wachezaji wa Simba. Kwa hiyo lazima niwaambie, kwanza niwapongeze. Moja, kwa sababu ya kuwapongeza, nimeona wamekiri wao wenyewe. Wanasema tunahitaji kuendelea kutoa jasho damu ili kuipambania Simba Sports. Jana nimeona katika mitandao, japokuwa mimi sijapitia katika akaunti yake, Neo Maema amezungumza, ameomba msamaha na Simba, lakini amewaambia wachezaji wenzake kwamba sisi ndio tuna jukumu ya kwenda kuipambania brandi ya Simba. Kwa mimi lazima niseme, wao ndio kichwa. Mwanadamu ana viungo vingi, ana mikono, ana miguu. Unaweza ukaondoa miguu, mwanadamu bado akaendelea kusurvive kuishi. Unaweza ukakata mkono, mwanadamu akaendelea kusurvive akaishi. Unaweza kukata sikio, mwanadamu akaendelea kufanyaje? Survive. Lakini ukikata shingo, maana yake ukikata kichwa ukakitenganisha na kiwiliwili, mwanadamu hawezi survive. Wao wachezaji wa Simba ni kichwa. Wao ndio wanabeba dhamana kubwa ya wana Simba. Wao ndio wanabeba mioyo ya wana Simba. Wao ndio wanabeba uhai wa wana Simba. Wao ndio wanabeba furaha ya wana Simba. Na wao ndio wanabeba mauzi ya wana Simba. Wakae wajitambue hilo. Leo hii katika hizi mechi mbili zilizokwisha hizi ambazo Simba amepoteza, kuna muda mwingine naweza nikasema katika lugha yawezekana pia wakawazamana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna wanadamu wanashabiki wa Simba wamepoteza uhai kwa sababu ya mechi. Ni kweli. Wako watu wameumwa mapresha kwa sababu ya mechi. Wao ndio sababu. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wajirekebishe, waende wakaipambanie klabu yetu. Mimi naamini wao ni watu muhimu, ni watu ambao wanajitambua, wana uwezo mkubwa, wakiamua kujitoa 100%. Simba anaweza kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Jana wakati Simba inarejea, leo nafikiri jana alfajiri wakati Simba inarejea, mwenyekiti wa bodi Mzee Katos Magoli amezungumza airport kwamba amefurahishwa na kilichotokea kwenye mkutano, na bila shaka wanachama ambao wamejitokeza kwenye mkutano mkuu wameridhia mapendekezo na kila kitu ambacho kimetokea pale. Ingawa clip nyingi zinatembea kwenye mitandao ya kijamii, watu wanazungumza hawakufurahishwa na mkutano, wengine wanaita kikao cha harusi, kila mmoja anaondoa taharuki. Umezungumza hapa mtalia, lakini mwisho wa siku mnatakiwa mkae pamoja, mzungumze lugha moja. Lakini ni kama bado moto unaendelea kuwaka ndani ya Simba. Wengine hawataki management na wamezungumza hadharani, na kuna wakati mwenyekiti wenu wa Simba amekiri kama amnitaki tukutane kwenye uchaguzi, lakini kwa sasa tuendelee kujenga Simba moja. Unazungumziaje tukio hili? Kwanza niheshimu sana mawazo mwenyekiti wa bodi Katos Magoli. Wakati mkutano unafanyika Diamond Jubilee pale, naamini mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi alikuwa na timu Bamako Mali. Hiki alichozungumza mimi siwezi kukipinga mtazamo wake, na siku zote mimi naheshimu mtazamo wake. Lakini niseme jambo moja tu. Tunapokwenda katika watu wengi, kila mmoja na mtazamo wake na maono yake. Kikubwa mtu mwenye kujitambua, usizalau wala usipuuze maoni na mtazamo wa mtu. Binafsi na mheshimu kila mmoja mwenye mtazamo wake. Aliyezungumza mwenyekiti wa bodi na yaheshimu, wanaozungumza mashabiki kwenye mitandao na waheshimu, kila mmoja mimi naheshimu mawazo yake. Mimi niseme kama Kisugu, moja katika wanachama ambao wamepita katika nyakati ngumu sana Kisugu. Huo ndio kweli. Hali mzuri unajua kupitia Jembe TV. Moja ya sababu yaonekana kwamba mimi ndio mtu ambaye anytime na kwenda kupambania uongozi wa klabu ya Simba. Chao. Nipo kwa kazi hiyo, nipo kwa ajili hiyo. Lakini nimesema juzi, kilichofanyika baadhi yake sikupendezewa nacho, lakini yako mengine ndani ya mkutano yalinipendeza. Moja, nilifurahia kuona namna ambavyo bajeti iliyopitishwa zaidi ya bilioni 29 makadirio, ambao mwaka unaokuja ndio tunategemea kwa bajeti yetu katika ligi ya NBC.
Lakini pili, ndani ya mkutano ule kuna jambo limezungumziwa kwa wanachama ambalo nyinyi mimi nilijua waandishi mngesimama kulizungumzia sana. Jambo ambalo mlikuwa mnapiga nalo kelele zaidi ya miaka 8. Juzi kikao kimekwenda kufungua. Januari tarehe 5 Simba inapokea wanachama wapya. Hata mchele ukiutia jikoni ya wivi wote sawa sawa. Yako mazuri yamefanyika kwenye mkutano na yako ambayo mimi binafsi alinichukiza kwenye mkutano. Kama yapi aliyokuchukiza? Mimi moja tu. Namna ambavyo kikao kilivyofungwa. Basi hilo tu. Namna hilo zaidi hilo. Yes, lakini mengi yaliyozungumzwa yalikuwa mazuri, lakini hilo moja. Ubwabwa pia ulikuwa mzuri. Sababu kuna watu wengine walisusa ubwabwa ulikula. Nilikuwa kwenye funga. Na nilikuwa kwenye funga. Kwa hiyo siwezi kujibia, nilikuwa kwenye funga. Yes. Funga Jumapili Kisugu. Maombi ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Sunna ziko nyingi. Sunna ya somo ya Jumapili. Sunna ya maombi ipo. Haina siku. Hadithi gani? Naam? Hadithi gani? Zipo nyingi tu. Mungu anasema niombeni. Muda gani? Na mimi nilikuwa namuomba katika huo muda. Lakini watu walikataa kula ubwabwa. Watu. Sasa kama umekataa mimi niwalazimishe niwachukulie fimbo niambie kwa nini msile ubwabwa? Wako watu waliokataa na wako watu waliofanyaje? Walokula ubwabwa. Yes. Kwa hiyo hata kubeba sababu ilikuwa ni parcel ile kubeba. Mimi nilikuwa nimekuambia nilikuwa na sunna ya funga. Yes. Usema mkutano ulinoga lakini. Yes, ulikuwa mzuri. Na ndio maana nikasema yako mambo yalikuwa mazuri na yako mambo ambayo watu wakulizika nayo. Lakini hali lazima tuzungumze kweli. Miaka 8 brother. Simba ilikuwa imefunga mlango kuingiza wanachama wapya. Mimi nilitegemea hii ndio ajenda kwenu nyinyi waandishi wa habari. Mwende kuambia wanachama wa Simba, jiandaeni Januari kwa mujibu wa mwenyekiti. Kuanzia tarehe 5 iwe isiwe wanachama wapya wafanyeje? Waingizwe. Mimi nilifikiri akina hali mzuri kupitia Ninjembe TV hii ndio ingekuwa story. Lakini nyinyi story ubwa. This is too much. Sio sawa. Unasema si mnapenda ubwabwa. Hata Salejeme naye alinyima ubwabwa. Nasema hivi, sio sawa. Sio watu wa Simba tu. Mwanadamu wote mwenye uelewa lazima apende wali. Sababu katika imani ya Kiislamu ndio chakula ambacho kiliteremka moja kwa moja kutoka mbinguni akikuchezewa na mtu. Utakosaje kupenda sasa? Kuna watu Kisugu anasema mjifunze kwa Young Africans namna kuendesha mkutano, kufungua, kufunga na kuendesha ajenda zenu. Kwenye bajeti yenu ambayo mmeisifia hapa, imesomwa tu kama taarifa habari. Hakuna ambaye ameoneshwa kwamba bajeti yetu ni hii kama ambavyo kwenye big screen kama ambavyo Young Africans wamefanya kwenye mkutano wao. Nyinyi mmesomewa kama taarifa habari. Ni maoni ya wanachama wenzako. Una lolote la kuliongezea kwamba kuna chochote mnatakiwa mjifunze? Kuna tofauti sana kati ya mkutano na kikao cha familia. Tunazungumzia mkutano wa Simba Sports ambao wana Simba wote, wanachama wote wanakwenda. Yanga wana mkutano, wana kikao cha familia. Wanachaguana, nendeni nyinyi watano sisi mkatuwakilishe. Mtatuambia huko ambacho kinachokwenda kufanyika. Usilinganishe shekhe. Kwa sababu wao wanachaguana kwenye tawi wende watu watano. Sisi kwenye tawi mwenye nauli aende aliyekuwa mwanachama. Kwa kuna tofauti kubwa kati ya mkutano na kikao. Tujifunze nini sisi kwenye kikao cha familia? Kufunga kikao. Nasema hivi, cha familia cha mkutano. Cha mkutano. Wao hawafanyi mkutano, wao wanafanya kikao. Haiwezekani watu ambao wanafanya mkutano wakajifunza kwa watu ambao wanafanya nini? Kikao. Sisi tunakuwa na mkutano wa wanachama klabu ya Simba. Kila mwanachama ana haki ya msingi akiwa hai kuhudhuria kwenye kikao, kwenye mkutano wa Simba. Lakini wenzetu watani wangu hawa, si kila mwanachama anaruhusiwa kwenda kwenye nini? Kwa sababu angekuwa kila mwanachama anaruhusiwa, wangekuwa wanakwenda kufanya mkutano. Hao wanakwenda kufanya kikao cha familia wakiongozwa na baba yao engineer. Wakiongozwa na baba yao engineer Heri Said. Kisugu, hivi kile kikofia cha Alikamu kinakufurahisha? Mimi Alikamu ni mdogo wangu. Kila anachovaa Alikamu mimi kinachomfurahisha, isipokuwa kuna baadhi ya maneno yake yanifurahisha. Yes. Kama yapi? Moja, nikiona anasifia timu ambayo haistahili kuwa na sifa hizo. Kwa Yanga akisifiwa anastahili kusifiwa. Ananikera sana. Hastahili kufanya kwa weledi wake. Vyovyote itakavyokuwa mpaka sasa hivi klabu namba 5 kwa ubora katika bara la Afrika ni Simba Sports. Nendeni mkamwambie. Kwa hiyo namna ambavyo pia lensi yake nikiangalia namna ambavyo anavyovaa, nampongeza, anajua. Hata laba zake chini anakwenda kununua kwa David Sportswear. Najua hilo. Na ndio maana anapendeza. Lakini baadhi ya maneno yake tu ndio sikubaliana nayo.
Simba ndo klabu ama ndo timu inaogawa utamu kwenye kundi lake? Sababu kwenye kila kundi kuna timu inagawa utamu. Simba ni miongoni mwa timu ambayo inagawa utamu kwenye kundi lake. Sasa sielewi utamu gani ambao unaozungumzia kugawa. Kwa sababu mimi unajua kuna muda mwingine sio mfasihi sana wa lugha. Sasa wewe labda mimi unipe fasihi ya lugha, utamu unakusudia nini? Si utamu wa alama 3. Yaani kuna kusudia nini utamu? Kwamba kila mtu akienda kwa Simba anamfunga. Simba amepoteza alama 3 kwa alama 6 kwenye kundi lake. Wewe umetia neno utamu, unakusudia nini? Msemaji wenu ndo amesema kwenye kila kundi. Sasa nenda kamuulize msemaji kwamba Ali Kisugu anasema umekusudia nini, akishakwambia anakupa jibu, njoo ukae tuweke huo mjadala. Lakini utamu kwa maana ya mnagawa alama 3. Haihusiani na utamu kugawa alama 3. Maana mtu akienda kuchukua alama 3 sana furahi. Nasema hivi, haihusiani na utamu. Alama 3 kupoteza na bakia na maneno yanazungumzwa kama umepoteza alama 3 na utamu ni neno lingine. Mtu akichukua alama 3 kwa Simba kama alivyochukua Stade de Malien. Si amechukua alama 3 na amefurahi, maana yake amepata utamu wa alama 3. Sasa hapa shida ni utamu, toa tafsiri. Isipokuwa anafurahi kwa sababu amepata pointi. Utamu si utamu Kiswahili ni Kisugu. Sijui. Utamu si furaha. Basi kama ni nzuri, akumbe ndo maana yake. Sawa. Simba ndo timu inagawa furaha kwa watu wengine. Sawa, wamechukua point 3 kugawa furaha. Yes. Kwa tutoe neno utamu. Sasa sijui wewe mwandishi. Kwa sababu wewe ni mwandishi unajua fasihi nyingi. Ukiliona neno utamu kwako linastahili kuwepo basi endeleze. Kwa tunabaki na sentence kwamba Simba ndio timu pekee kwenye kundi yake inaogawa utamu. Sikukatalii, wewe ndivyo unavyosema. Lakini Simba kwa hiyo sema wewe hali mzuri kwamba Simba wanagawa nini? Sema hali. Niseme tena. Si ndio mtaalamu wa fasihi wa lugha? Sema. Lakini mtani huyu anaondoka unajua. Tano tunaenda kumshika nusu finali, mlisema kundi lake gumu la kifo, huyu anaondoka. Mtani huyo Kisugu, mtani gari limeona. Checheme. Shehe. Kuna kufurahi mwanzo na kuna kufurahi mwisho. Kwa Yanga anafurahi mwanzo. Nimesema hivi, chagua. Unaambiwa wewe unatakiwa kuishi kwa miaka 40. Miaka 20 unatakiwa uishi, uchague. Ndani ya miaka 40 chagua mara mbili. Kuna kufurahi mwanzo na kuna kufurahi mwisho, chagua. Inategemea. Nisikilize. Kuna kufurahi. Nikasema wewe unaambiwa umri wako miaka 40. Chagua furaha, unatakiwa uchague kwa aina mbili. Ndani ya 40 kagawanya mara mbili 20. Kuna kufurahi mwanzo, 20 ya mwanzo na kufurahi 20 ya mwisho, chagua. 20 ya mwisho. Basi anayefurahi mwisho ndio atakayefurahi zaidi. Na kuna mtu anafurahi mwanzo mpaka mwisho. Hivi anayefurahi mwisho kama ndio anafurahi zaidi, tusubiri muda uongee. Niwashukuru sana waandishi hapa. Anafurahi mwanzo mpaka mwisho. Nashukuru sana waandishi. Mimi karibu jina langu na Kisugu Mikodi pigana story namna ambavyo ameona mkutano, lakini kubwa zaidi ni mchezo wao. Wamepoteza mchezo wa pili mtawaliwa kwenye mashindano ya CAF Champions League. Tuko naye hapa Kisugu, kwema? Safi, mambo vipi? Salama, namshukuru Mungu, afya njema. Naona Simba kidogo mambo sio mazuri Kisugu. Ni kweli kwamba Simba sio mazuri katika Champions League. Nafikiri kila mmoja ameona kwa namna ambavyo tumeanza mechi zetu mbili, moja home, moja away. Kuna namna ambavyo zote zimepoteza. Ni jambo ambalo limestua sana, lakini hapo nyuma ni jambo ambalo limeshawahi kutokea, lakini tukasimama imara. Tukaona namna ambavyo tumejipanga tukaenda kufanikiwa. Lakini kikubwa tusiishi kwa historia. Kwa sababu mwaka jana au mwaka juzi ilitokea na mwaka huu inaweza ikatokea. Kimsingi lazima tuseme kwamba tumeanza vibaya kwa mashindano ya klabu bingwa bana nafika, lakini sisi kama ukubwa wetu kama Simba naamini kwamba kila mmoja ameshajua makosa yake yako wapi. Upande wa mashabiki, kwa maana kwamba mashabiki wanachama tunajua nini tufanye. Upande wa management ya Simba tutakwenda kutekeleza majukumu yao, lakini kikubwa pia players wa Simba tutakwenda kutekeleza majukumu yao ili kuhakikisha kwamba Simba kama Simba inarejea kwenye mstari wake. Jana nafikiri mmeona amepitia page mbalimbali za wachezaji wa Simba wanakiri kwa namna ambavyo matokeo yametokea, hata wao wamewaumiza, lakini mimi na imani kwamba wamekaa pamoja kama players wamezungumza kuna namna ambavyo wanarudisha heshima na hadhi ya Simba katika mashindano ya klabu bingwa bana nafika. Kisugu, mama anapokufa kila mtoto analia mama yangu, hakuna mtu analia mama yetu. Simba Sports Club kila mtu analia mama yangu. Kuna wengine wanalia na manager Pandev, kuna wengine wanaenda kulia na kocha na wachezaji, kuna wengine wanaenda kulia na management. Unadhani mwarobaini ni nini? Na kila anaelia kwenye hiyo kwanza mwarobaini mkubwa, video lazima viwe na mwisho. Baada ya kulia, watu ambao mlopatwa na msiba mnakaa pamoja, mnatafakari nini kimetokea na nini tufanye ili kuna namna ambavyo tunasonga mbele zaidi. Maana yake tukiendelea kulia
hatuwezi tukatengeneza kitu cha msingi mbele ya klabu yetu. Kimsingi ni kweli kwamba tumeumia, maumivu makubwa, machozi yametoka, pressure za watu zimepanda. Kwa hiyo lazima tukutane, wana Simba wote tukae tuzungumze, tusimame kwenye mstari mmoja ili kuona namna ambavyo Simba inarejea kwenye mustakabali wake. Vipi kuhusiana na mwalimu kwako unazungumzia? Sina hofu na mwalimu. Ni mwalimu bora, ni meneja bora Pantev. Mimi nafikiri kwamba ni mtu ambaye anaweza kutufikisha kwenye nchi ya ahadi. Kikubwa kuwa na subira, kwa sababu leo unapokwenda kumzungumzia meneja Pantev, nafikiri ana mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu kwenye timu. Na kikubwa ukiangalia timu namna ambavyo inavyo-operate, unaiona kabisa timu inacheza vizuri. Sometimes lazima tukubali ziko mistake ndogo ndogo tu, mistake ambazo kiufundi kitaalamu sana zendi kumghalimu mwalimu, wachezaji wenyewe, kwa sababu mwalimu yeye kikubwa ni kuweza kutengeneza mfumo, kuweza kufika katika eneo la 18. Swala la kufunga maforward wanatakiwa wafanyaje, wakalimaliza hilo. Leo ukizungumzia Simba unagundua kabisa moja katika klabu ambazo zotengeneza nafasi katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba namba 1. Lakini katika klabu ambao umeshindwa kutumia nafasi hizo ambazo walizotengeneza Afrika, Simba namba 1. Maana yake tunafika tufike mahara tukubaliane kwamba washambuliaji wetu lazima wabadilike, kuona namna tunapokwenda kushiriki kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni mashindano makubwa, pinde endapo tunapopata hizo nafasi wazitumie. Kwa hiyo mimi kwangu sina mashaka na mwalimu. Kwa upande wa wachezaji, tazungumza na wachezaji. Nimeshazungumza nao mara nyingi na nitaendelea kuwazungumza kupitia Nini Jembe kwamba wao ndio watu wa mwisho kuwaletea Simba furaha. Leo mashabiki wa Simba tunaweza tukajezana katika uwanja Benjamin Mkapa full house watu 1060. Mkurugenzi wa bodi Clatous Magoli